Leo familia yangu imepata mbaraka mkubwa sana wa kutembelewa na moja kati ya wataalamu wabobevu wa masuala ya usio maisha ya mwanadamu na uchumi, biashara na afya kiujumla, na alikuwa akiangazia sana kuelimisha jamii. Na leo familia ya kichungaji imetembelewa na kwa ajili ya kupewa elimu inayohusu kujisakamua na changamoto tunazokutana nazo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo ni fursa yangu kwamba nami nimeamua kushare nawe na wewe upate baraka kutoka katika familia hii. Ninakukaribisha na wewe jiandae kubarikiwa, maana kuna mambo yamezungumzwa mengi, wewe ambaye bado unaishi kwenye ulimwengu ambao bado unafikiria. Nikukaribishe sana, karibu sana. Asante. Mimi nashukuru nimekuja hapa kwenye familia yenu. Niko excited, nimejifunza, nimepita sehemu nyingi. Lakini sikuwahi kutegemea nitafika huku, lakini wanasema unapozidi kuwa mtu mzima unazidi kujifunza vitu vingi. Nashukuru sana kwa kutukaribisha. Kwanza kabisa nitaeleza historia yangu kwa ufupi ili wadada hapa wasikie safari yangu. Mimi hapa naitwa Madam Hawa, ni mama na ni mke. Kabla sijaanza hii biashara mimi nilikuwa mwajiriwa. Nilikuwa nafanya kazi hotelini, Kilimanjaro Hoteli, zaidi ya miaka 15. Lakini changamoto zilikuwa ni nyingi, mshahara haitoshi, lakini muda wa kazi mrefu, kazi nyingi, yani hata muda wa kuwa na familia unakosa kabisa. Basi niliendelea na kazi, lakini ilibidi nifanye biashara nyingi. Nilipika keki, niliuza mitumba, nilishona, nilifanya catering na kadhalika, ili mradi tu siku yani mwisho wa mwezi ufike ukiwa angalau mambo mengine yameenda. Lakini nikaja kupata changamoto ya afya. Nilipata tatizo la uti wa mgongo, nyonga na shingo. Na niliumwa zaidi ya miaka 3. Nikiwa napata nafuu, narudiwa. Mwisho wa siku ilibidi nifanye maamuzi magumu, niache kazi, nirudi nyumbani kujiangalizia afya. Nilirudi nyumbani. Wakati naendelea kujipambania afya yangu, kuna mama mmoja hivi akaniambia, mimi namuita malaika wangu. Akaniambia, kwa hii changamoto yako, ukitumia product za hii kampuni ya Neolife unapona kabisa. Kwa kweli sikuwa mbishi, kwa sababu kwanza nilikuwa na changamoto mimi, nilikuwa na changamoto na mama yangu. Kwa hiyo sisi tuliamua tujiunge moja kwa moja, kwa sababu uzuri wa ukijiunga unaupata kwa bei ya punguzo. Na kwa sababu tuna changamoto, tunatakiwa tutumie kwa muendelezo. Sio kwamba ukitumia mara moja unapona. Kwa hiyo tulijiunga, tukaanza kutumia. Kwa kweli, yani mpaka hapa ninavyoongea ile imekuwa ni historia. Mimi hapa nilipona, mama yangu alipona, japo alifikia hatua alikuwa mpaka anatembelea magongo. Alifanyiwa upasuaji, lakini ule upasuaji haukusaidia kitu. Mwisho wa siku ilibidi apewe magongo kwa ajili ya kutembelea. Kwa hiyo tulitumia kwa miezi 3. Baada ya hapo mama yangu anaendelea vizuri. Mimi hapa mwenyewe kama hivi unavyoniona, yani ndio pale niliziamini product kupita maelezo, na nikasema kama mimi Hawa nimeweza kupona na yale maumivu nilokuwa nayapitia, basi hii ndio biashara ambayo naenda kuifanya. Kwa hiyo nilikaa chini, nikawa nafundishwa, na mimi mwenyewe nikawa naendelea kuuliza maswali taratibu mpaka hapa nilipo. Kwa kweli namshukuru sana Mungu, kwa sababu kwanza kabisa afya yangu imeimarika, mimi pamoja na watu walionizunguka, ndugu, jamaa, jirani, marafiki. Yani kiukweli niko excited, kwa sababu mtu yeyote katika familia yangu akipata changamoto ya afya, hata kabla sijaenda hospitali najua nifanyeje, nitumie nini, na inaweza ikafikia hatua hata sina sababu ya kwenda hospitali na kuwa niko vizuri kabisa. Hicho kitu nashukuru. Lakini vile vile nimekuwa na timu ya watu ambao wanakutia moyo. Yani wakati naanza nilikuwa nasema, hivi nitaweza kweli hii biashara? Hizi product nitaziuzaje? Mbona mimi sijasomea medicine? Unaona? Lakini sasa kumbe kuna mafunzo yako kila siku. Ni wewe mwenyewe kama una nia ya kutaka kujua, unajua.
Kwa hiyo nashukuru Mungu sana, niko na timu ambayo hata kama huwezi, hata kama mtu hajaingia darasani kabisa, hii biashara anaweza kuifanya. Hata kama mtu ana degree, akifika pale degree zake ataweka pembeni, anatakiwa afuate ile system ya biashara ilivyo, atafanikiwa sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nimekuwa na marafiki wengi kama hapa mimi, kakaangu hapa mimi tumekutana mtandaoni, yeye alikuwa yuko Njombe akawa Songwe, lakini kupitia mtandaoni tumeweza kukutana, tukawasiliana, tukajenga bondi mpaka leo nimekuja hapa. Kiukweli hicho kitu nafurahi. Sasa hao marafiki kama hao nao wengi sana, lakini nimeweza kuwasaidia watu wenye changamoto za afya, wamepona. Nimeweza kuwasaidia watu wenye changamoto za kipato, wengine wameajiriwa lakini walikuwa mishahara haitoshi, nimeweza kuwafundisha, wana uwezo wa kufanya biashara huku wako makazini. Lakini wamama wa nyumbani, wastaafu, wana vyuo, wahitimu, wakulima, wote tunadili nao. Na wako watu ambao wananiombea, yani wakiamka asubuhi wanasema bila hawa mimi hapa nisingefanikiwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, niko kwenye biashara, niko excited na ninaendelea kuwasaidia watu wengine. Kikubwa sana maono, yani sasa hivi nimekuwa naona kabisa na matumaini na kuelekea, kwa sababu nikiangalia kule nyuma nilipo na kule nakokwenda, namshukuru Mungu sana, naona kabisa yani hawa ambaye yani ndani ya miaka 5 huko nitakuwa naongea story nyingine kabisa. Kwa hiyo karibuni sana, tufanye kazi, tuko kwa kuwasapoti. Uzuri wa hii shughuli yetu, hii support system ipo kubwa sana, tofauti kabisa na biashara nyingine zote. Huku ukianza unasapotiwa, unafundishwa mpaka tunahakikisha unaweza kulifanya mwenyewe. Natakiwa nifanyeje? Shirika la Afya Duniani linatuambia tufanye vitu vitatu. Kwanza kabisa tupumzike au tulale masaa 6 mpaka 8 kila siku, kwa sababu mchana kama saizi tunafanya shughuli nyingi, lakini usiku ndio muda ambao mwili unajichakata kwa zile shughuli zote za mchana. Maini, figo, moyo, kila kitu ndio vinafanya kazi, vinajichakata vizuri. Kwa hiyo ukijipa muda wa kulala, utapumzika na mwili wako utajitengeneza, ili kesho asubuhi ukiamka unakuwa na nguvu. Kama nitakuwa ni shuhuda, ukichelewa kulala, asubuhi ukiamka lazima unakuwa na hasira, umechoka, kwa sababu mwili unakuwa haukupata muda wa kujichakata. Lakini vile vile tunatakiwa tufanye mazoezi. Mazoezi gani? Sio lazima uende gym. Unaweza ukawa na bustani yako ukasema asubuhi nitakuwa naingia kwenye bustani nafanya shughuli zangu, au na mifugo yako asubuhi unashughulika nayo, ili mradi tu asubuhi uwe na movement, jasho likutoke, damu itembee vizuri. Lakini vile vile cha tatu tunaambiwa tule lishe iliyo bora. Lishe iliyo bora ndio changamoto zote zinaanzia hapo. Lishe iliyo bora ikoje? Lishe iliyo bora tunatakiwa tule nafaka kamili, yani nafaka ambayo haijakobolewa. Tunatakiwa tule nafaka kamili, kwa sababu kwenye nafaka kule kuna vitu muhimu kwenye viini vile ambavyo vinatusaidia sisi kwenye afya zetu, yani kwenye seli zetu, kwa sababu binadamu tunaendeshwa kutokana na seli. Kila kiungo kwenye mwili kina seli. Kwa hiyo sasa zile seli zikiwa na afya ndio sisi tunakuwa na afya. Lakini sasa tukila vyakula vilivyokobolewa hatupati vile viini. Sasa hapo ndo changamoto inaanzia hapo. Kwa hiyo tunatakiwa tule nafaka kamili, tunatakiwa tule mboga na matunda kwa wingi na kwa rangi tofauti tofauti. Tunatakiwa tule protini, lakini angalau kama ni ya nyama nyekundu sio kwa wingi sana. Tule nyama nyeupe zaidi kama samaki, kuku, lakini wawe ambao wako salama. Kama samaki wawe sehemu salama, manake kuna samaki wengine watu wanafuga hawaeleweki wamefugwaje. Kama kuku broiler hawana msaada wowote. Tule wale ambao wa asili. Kwa hiyo na vile vile sukari na mafuta tule kwa kiwango kidogo sana. Kwa hiyo tukila hivyo tutakuwa na afya bora. Kama hii hapa nilivyoonyesha hapa, kuna pembe 3.
inaitwa food pyramid hii hapa.